Karibu sana, karibu sana kwenye kliniki ya afya ya mapenzi. Leo nakuletea mada inayosema mpenzi wako atakusaliti bila huruma ukiwa wa aina hii au wa namna hii. Ndugu msikilizaji, nimepata kesi ya mwanaume ambaye anakiri wazi kwamba nikienda kazini mke wangu anachepuka. Kaka wa miaka 37 anampenda mke wake na asingependa kumwacha kabisa. Inawezekana ni wewe, ni mume wako anachepuka. Inawezekana ni wewe, mke wako anachepuka, lakini hujajua. Lakini huyu kaka kaambiwa na marafiki zake, akafuatilia, akaupata ukweli. Kwa huyu kutokea Lindi anaonyesha wazi kabisa kwamba inauma sana kuona mwanamke ambaye umemtoa kwao, alafu unamlisha, unamtunza, lakini anachepuka. Unaweza kufikiria labda anafuata hela, si kweli. Nayo kesi ya mwanamke mwenye umri wa miaka 46 anaendesha gari ya milioni 30 na kitu. Mume wake anafanya kazi nzuri na yeye ana biashara nzuri, na hivi karibuni amejenga nyumba 2 kwa mpigo, wanazoita apartment. Ni dada, ni mzuri kwa sura, yuko ndani ya ndoa, ameokoka, lakini anachepuka. Lakini baya zaidi ni kwamba nafsi yake inamshtaki mbele za Mungu kwamba aliapa atasaliti, na yeye ameokoka, lakini anashindwa kumwacha mchepuko. Majuzi kanipigia simu akaniambia, daktari, video zako ulizokuwa umenitumia za jinsi ya kumnogesha mwanaume nimezipoteza, naomba unipatie, na kama zipo mpya nipatie. Nikamwambia zipo mpya. Karusha hela ya kutosha, sio 10,000. Kawaida anakupa video 60 kwa shilingi 10,000, akanipa hela nzito kidogo, sikwambii ngapi. Akasema mume wangu amehamishiwa mkoa wa jirani, ameniita, naenda. Kaenda. Sasa huyu mwanamke ambaye anasema alikuwa hajawahi kumnyonya mumewe anasema hajawahi kunyonya mumewe, hajawahi kunyonya kabisa, hajawahi kunyonya kabisa. Lakini sasa baada ya kuanza kuchepuka, akutana mwanaume ambaye anamfanyia vitu vingi sana. Ndio huyu ambaye anapata shida kumwacha, akaona kuna umuhimu na yeye kujifunza ya kumfanyia mchepuko mambo mengi, lakini sasa hivi akafanyia experiment kwa mume wake. Kaenda Jumamosi, leo ni Jumatano, nikamtumia message nikamwambia nipe mrejesho, ilikuwaje? Akanitumia voice note ya vitu alivyovifanya. Mume wake aliona tofauti, lakini kuna kosa ambalo mume wake alifanya, alafu mume wake hakujua kwamba amefanya kosa. Katika voice note ambayo amenitumia huyu dada, inaonyesha kwamba mwanaume amemuita mwanamke, lakini amefanya goli hili moja. Jumamosi, Jumapili mwanamke akadrive kutoka mkoa mwingine kuja hivi kwa gari, lakini ameenda amempa mwanaume goli hili moja. Sasa nikamuuliza, hivi hata kwa huyo mchepuko labda niupe jina la Alex, si jina lake sio Alex. Akanitumia message hii, ndipo uone kwamba mambo hayako shwari. Sikiliza message hii. Dokta, kwa kweli Alex anajua nini mwanamke anahitaji. Utampenda tu. Mara ya kwanza kabisa kufanya naye mapenzi, naye
Wiki nzima nilikuwa nikimkumbuka, nacheka tu kama mjinga. Na ndiyo maana dokta, nafasi niliyompa Alex siwezi kufanya hivyo kwa mwanaume mwingine yoyote daima. Nilikosea kweli kuchipuka kwa mara ya kwanza, nikakutana na kitu ambacho nakipenda sana, lakini nilichokutana nacho kwa Alex, toba yangu itachukua muda kabisa kwake. Yaani toba yake kuachana naye itachukua muda. Ndio hapo naposema mpenzi wako atakusaliti bila huruma, atakusaliti bila huruma. Huyu ni mlokole, anasema toba yangu itachukua muda mrefu sana. Sasa sijui Yesu anarudi kesho itakuwaje? Kwa hiyo hili hali ambayo ningependa nataka uielewe. Usije kusema tu daktari anasema tu hapa kufanya biashara ya video zake, jinsi ya kunogesha mwanamke, jinsi ya kunogesha mwanaume. Anakupa stori za kweli ambazo zitakusaidia kuishi kwa amani na kujivunia mwanamke uliye naye au mwanaume uliye naye. Na video hii itakuwa ndefu, kwa sababu na mambo mengi ambayo nataka kuyaongea kwenye video hii. Naomba unisikilize kwa moyo wako wote na kwa akili zako zote, unisikilize ili upate picha kamili ya mambo ambayo yanapaswa kuwepo kwenye uhusiano wako. Nimeshazungumzia swala la umuhimu wa kucheka, utani. Jinsi gani uhusiano ambao hakuna kicheko, hakuna utani ni kitu kibaya sana. Sasa nimekuletea meseji hii baada ya kukutana na mhubiri wa kike. Anahubiri kanisani na mimi nilikuwemo ndani ya hilo kanisa. Mume wake kamwambia punguza unene. Akasema mimi siwezi kufanya kwa yeye. Mume wake ana hela, kaenda kamnunulie mashine ya kufanyia mazoezi nyumbani. Kama sikosei milioni 2, milioni 3 hivi. Kamnunulia mashine inaitwa treadmill. Ile unakimbia lakini uko hapo hapo. Sawa, ndio treadmill. Kaenda kamnunulia mashine. Mazoezi hafanyi. Alafu anamwambiaje mume wake? Mimi nahubiri saa 1, kwa nini sio mazoezi? Unaweza kuona? Sasa mume wake ni mkimya. Sasa hapo anaongea yuko madhabahuni anahubiri. Sawa? Anasema bwana, anamwambia mume wake, bwana, kwani mimi nahubiri saa nzima kanisani, kwani hayo sio mazoezi? Wakati mume wake ameingia gharama ya milioni 2 na kitu au milioni 3 kununua mashine. Sawa? Mume wake amemnunulia gari mpya si chini ya milioni 30. Sawa? Lakini sasa ameshindwa kuangalia haja ya mume wake. Mume wake anataka huyu mwanamke ameanza kutoka kitambi, kimeanza kuwa kikubwa, mume wake anataka kipunguze, yeye kapotezea. Kwa hiyo kuna mambo ambayo mke wako alishakwambia, wewe ukaona ni simple, ukasimplify. Kuna mambo ambayo mume wako alishakwambia, wewe ukaona ni simple, ukasimplify. Sasa basi, napenda nikwambie hivi. Kuna sehemu ya ubongo inaitwa hippocampus. Inaitwa midbrain, sehemu ya katikati ya ubongo inaitwa hippocampus. Hii inaweka kumbukumbu ya mambo mengi sana. Sasa yale mambo ambayo umeyazembea, umeyapuuzia, yanaweka kwenye kumbukumbu ya vitu ambavyo vinahatarisha uhai wako. Kwa hiyo kwa mfano, mke wako anataka mara nyingi uwe unamsifia, amevaa vizuri, ana miguu mizuri, lakini wewe hujawahi kumsifia. Inaingia hii kumbukumbu ya wewe kuto kumsifia kwenye eneo hilo la ubongo inaitwa hippocampus. Na linawekewa lebo hili faili kwamba huyu ni mtu hatari sana kwako, kwa sababu hakusifii. Nazungumza hivi, ndio akili inavyo rekodi mambo. Sasa unashangaa kwa nini wanawake wanachepuka sana? Kwa nini wanaume wanachepuka sana? Unashindwa kuelewa ni kwa nini. Kwa sababu kuna rekodi ambayo ubongo umetafsiri kwamba haya mambo ni hatari. Sasa sikiliza message hii. Mwanaume huyu anazungumza, Dokta, nakumbuka mke wangu kuniambia jinsi gani inachosha
kwa yeye siku zote kuniambia kitu ambacho napaswa kufanya. Siku zote nimekuwa nikitoa visingizio na kumwambia, kama unataka kitu nifanye, si uniambie tu, nitafanya kwa furaha kabisa. Lakini yeye hakutaka mimi nimfanye yeye kama mamangu. Anataka mimi niwe mwenzi wake, rafiki yake, mpenzi wake. Anataka nitumie akili yangu kumuonyesha jinsi gani namjali. Sasa hili unaweza kuliona ni dogo, naomba nilizungumzie hili kwa kina kidogo. Mke wako unajua kwamba luku imeisha. Unajua sababu umeme katika. Sasa kwa sababu ni asubuhi, ni mchana, huhitaji sana umeme, umekaa kimya. Badala ya kuhangaika kuweka luku, umekaa kimya. Kwa sababu mke wako anauza vitumbua, unajua atakuwa na 500, ngapi atanunua luku. Unataka mpaka yeye akwambie bwana luku imeisha, wakati wewe ulikuwepo wakati umeme unakatika. Haya, unasubiri uambie sukari imeisha ikanunuliwe. Anataka kuambia bwana sukari imeisha. Kwa nini usinunue sukari ya ziada? Kwa nini usio unachungulia jikoni uangalie sukari ya kutosha ipo? Unasubiri uambie sukari imeisha. Ndio hapo kuna kitu kinaitwa intentionality. Yaani unafanya vitu kwa makusudi, kwamba sitaki mke wangu ahangaike, sitaki mume wangu ahangaike. Lolote. Sasa unataka kitu mpaka uambiwe. Sawa, utafanya, ukiambiwa utafanya, wala utalalamika. Lakini inamchosha mwenzio kuona kwa nini unashindwa kujiongeza. Kuna kauli nyingine za ajabu ajabu. Mtu anasema, mwenzio anakuambia bwana kitu hiko sipendi. Hii ni video nyingine inakuja masuala haya kauli. Jinsi gani kauli inakupenda. Lakini kuna kubwa ambalo lipo ambalo nipenda kulisema hapa, na kuna message ambayo ni ndefu sana hapa. Naomba nikusomee message hii ndefu, alafu tutaijadili. Naomba unisikilize. Dokta, nahisi message hii itakuwa ndefu sana, lakini naona utanielewa. Mimi na mume wangu ndoa yetu ina miaka 7 na tuna mtoto mwenye umri wa miaka 3. Baada ya kujifungua nilipata shida, maana nimenenepa, mwili wangu umeongezeka urefu, na sikuhangaika kuupunguza mwili wangu. Nikaona kwamba mume wangu atazoea, lakini mume wangu akaanza kunirushia mabango madogo madogo yanayohusu ya unene wangu. Dokta, yalinifanya nijisikie vibaya. Nikaanza kuwa na wasiwasi kwamba mume wangu labda ataanza kuchepuka. Na vile vile alipendekeza tutafute mfanyakazi wa ndani anisaidie kazi ili nipate muda wa kufanya mazoezi ya viungo ili mwili upungue. Mimi nilikataa. Hilo lilimfanya mume wangu akasirike sana. Miezi ikapita. Alikuwa amezoea kunihadi, kunikisi na kunitania kimahaba mahaba. Hivyo vyote vikatoweka. Dokta, hali ya mimi kujiamini katika ndoa hii ikapotea kabisa. Hali hii ilipotokea, mtoto wetu alikuwa ana umri wa miaka 2. Nikatamani sana penzi la mume wangu lirudi kama ilivyokuwa mwanzo, awe ananibusu, ananikumbatia anapotoka kazini, anapoenda kazini ananikumbatia. Nikafikiria kwamba hali hiyo ingerudi, lakini haikurudi. Nilikuwa napenda vile mume wangu alivyokuwa ananifanyia sana sana. Lakini nikagundua kwamba huwezi kumlazimisha mtu akufanyie mambo ambayo yatakufanya ujisikie unapendwa. Huwezi kumlazimisha. Dokta, nikaona upo muhimu wa kufanya mazoezi kupunguza uzito. Nikaanza kufanya mazoezi ya viungo, nikajiunga gym, na vile vile nikaanza kuwa na kwenda kuogelea kwa muda mrefu. Naenda kuogelea. Kweli dokta, uzito ulipungua. Ghafla mume wangu akaanza kunibusubusu, kunihadihadi na kunikisikisi.
Dokta, ungefikiria kwamba hali hiyo ambayo ameirudisha ingenifanya nijisikie vizuri, lakini badala yake nilijisikia vibaya sana. Mawazo yangu yalikuwa yanakimbilia kule nyuma, mambo aliyonifanyia, vituko alivyonifanyia kwa sababu ya unene wangu. Ninajua huwezi kumlazimisha mtu akupende, lakini kwa nini alishindwa kunipenda japokuwa nimenenepa? Je, kama ningekuwa nimelemaa mguu, labda nimepata ajali nikalemaa mguu, ingekuwaje? Dokta, hali ya kujiamini imerudi sasa hivi. Na sasa hivi ninakasirika sana. Kwa nini nilimvumilia miaka yote ile nilipokuwa nimenenepa, ananifanyia vituko vile? Siku chache zilizopita nikamwambia nahitaji tuachane, kwa sababu nikifikiria vituko alionifanyia kutokana na unene niliopata kutokana na uzazi wa mtoto wake yeye mwenyewe, naona huko mbele anaweza akanifanyia mambo kama hayo. Aliomba msamaha na kuahidi kwamba atabadilika, lakini dokta, siamini. Je, nikinenepa tena, nikipata mtoto wa pili nikanenepa, hawezi akarudia pale pale? Nitajiona mimi kama vile nitakataka. Kwa nini nipoteze muda wakati mtu tayari ameshajionyesha jinsi alivyo? Dokta, nimekuja kwako nikitaka unisaidie, nifanyeje? Sasa hebu fikiria, na kesi nyingine kichwani ya mwanaume ambaye alikuwa mlevi. Mwanamke anamwambia acha ulevi, acha ulevi. Mwanaume hataki kuacha, akaja akaacha. Alipokuja kuacha, mwenzie mwanamke bado akiliko pale pale, huyu mwanaume hafai, huyu mwanaume hafai. Sasa ndio nakuja sasa kwenye kitu ambacho nimekuambia mwanzo, najua umeshakisahau, lakini kuna kitu ambacho nimekuambia kuhusiana na ubongo wa mwanadamu. Kuna sehemu ya ubongo inaitwa hippocampus, inaweka kumbukumbu. Kumbukumbu za maumivu zina nguvu sana kuliko kumbukumbu za mazuri. Narudia tena, kumbukumbu za mabaya yaliyokuumiza, yaliyokuhuzunisha zina nguvu sana kuliko kumbukumbu ya mazuri. Hata ungemnunulia gari, kurudi nyuma inakuwa vigumu sana. Nikupe story ya kweli kwenye sayansi. Kuna kitu kinaitwa Pike effect. Pike effect. Pike effect. Huyu amefanya experiment. Samaki yule ambaye anakula samaki wenzie amewekwa kwenye tenki. Sawa? Akawekewa na wale samaki dagaa wadogo wadogo. Akienda anawala, wanaongezwa wengine samaki wa dagaa wanaongezwa, anawala. Sasa wakachukua kioo ambacho huwezi ukajua tofauti ya maji na kioo, kikawekwa katikati ya yule samaki na wale dagaa. Sasa yule samaki mkubwa anawaona wale dagaa, anataka kwenda kuang'ata hivi, anagonga kioo, anaumia. Anapenda kugonga yule samaki, anagonga kioo, anaumia. Kila jadisha anagonga mpaka mdomo ukaumia. Mwisho akaacha kabisa kuwafuata wale samaki. Sasa wakakiondoa kile kioo. Walipokiondoa kile kioo, samaki wale wadogo si wanaenda sasa, wanampita, anawaangalia tu, wanaenda wanampita, anawaangalia tu, mpaka akafa na njaa yule samaki. Experiment kama hiyo ikafanywa kwa mbwa pia, hivyo hivyo, mpaka anakufa, anashindwa kufahamu pa kutokea ni wapi. Kwa sababu akitajisha kuruka hivi anakutana na umeme unamng'ata. Walipoondoa umeme hakujaribisha tena. Kwa hiyo inaitwa Pike effect, lakini jina lingine ni learned helplessness. Yaani mtu amejifunza kuona kwamba hakuna la kufanya. Yaani moyo umeshakufa kabisa, kama kufa na nife. Sasa hali hiyo kinapotokea, ndio huyu sasa anasema anachepuka. Huyu mwanamke anaendesha gari ya milioni 30 kwenda juu. Anasema hivi, itanichukua muda mrefu kutubu,
juu ya hii dhambi. Itachukua muda mrefu. Kwa maana hana mpango wa kuachana na mchepuko kwa sababu hajaona mabadiliko kwa mume wake. Mume wake anaishia goli moja, anajiona ni mjanja, inatosha. Goli moja anaona ni mjanja, inatosha. Sasa akakuta kama anapiga goli 3, anamlamba kila kona. Kama ninavyozungumza hapa. Nazungumza hapa, nimezungumza hii mara kwa mara kwamba mwanamke ana maeneo 17 na kila eneo lina ujanja wake. Kwa hiyo muandae mwanamke kumsogeza kileleni kabla ya kumwingilia, lazima uyajue haya maeneo 17. Kadhalika mwanamke naye anahitaji kujua kwamba mwanaume ana maeneo 14 na kila eneo lina ufundi wake. Kwa hiyo mwanamke anapaswa ajue haya maeneo 14 ni yapi. Hebu fikiria katika mtihani wenye maswali 17 wewe ukajibu 4, utafaulu huo mtihani? Katika mtihani wenye maswali 14 wewe ukajibu 3, utafaulu huo mtihani? Sasa wanawake wengi wanajua kunyonya uume, basi wanaume watafurahi tu. Wanajua hilo la kunyonya uume, wanawake wengi wanalijua, naona kwamba nikifanya hili nimefanya kitu kikubwa sana. Na wanaume nao hivyo, anafikiria kimnyonya mwanamke amefanya kitu kikubwa sana. Sasa kwa uhusiano wa muda mrefu, mwenzio ataboreka na hicho kitu, japokuwa ni kizuri. Unatakiwa uwe na vitu ambavyo unaweza kumchanganyikia, unamkoroga akili. Sasa basi, kuna sehemu ya ubongo ya pili ambayo inaitwa reticular activating system. Sehemu hii ni kama filter, ni kama chujio. Sawa? Inayoangalia vitu vizuri, vitu vibaya. Vitu vibaya tupa huko, vitu vizuri weka huko. Sawa? Sasa inapokuwa imekutana na kitu ambacho imeshakizoea, kinachorudiwa mara kwa mara, hii reticular activating system inaacha kukiangalia kitu kama ni cha muhimu. Yaani inakuwa kama vile kile kitu hakipo. Ameshakizoea kama vile hakipo. Kwa hiyo basi, wewe unaona unafanya mwenzio kwamba unaona kwamba anafurahia, mwenzio haoni kitu. Kwa sababu akili kwa sababu lengo la kuacha kukiona kitu cha muhimu, lazima ile reticular activating system ikishazoea inakiacha ili itumie nguvu zake, energy zake kuangalia vitu vingine tofauti na kile cha zamani. Ni kama vile kuendesha baisikeli au gari. Wakati unajifunza uko makini kweli, usikosee wakati unajifunza. Ukishajua gio unaweka tu haraka tu, unaweka unapata shida. Unaona, ukishazoea au kuendesha baisikeli, ukishazoea au kwenye kuogelea, ukishazoea upati shida kuelea, upati shida. Sababu akili inajua kwamba gitari nakijua. Kwa hiyo husumbuki tena, akili haisumbuki tena. Kitu nakijua, akili haisumbuki tena. Sasa nazungumza haya mambo. Sasa unapokuwa umeshindwa kuleta vitu tofauti kuikoroga akili ya mwenzio anaanza kuangalia yale mapungufu mengine ulionayo. Wewe ni mnene, una kitambi. Sawa, una kitambi, unajiona uko sawa. Sikiliza sasa message hii. Dokta, mume wangu ameongezeka uzito sana. Nataka mume wangu arudi kama mwanzoni. Nilikasirika na huo unene ulikasirisha. Nikamwambia tufanye mazoezi pamoja, akakubali. Lakini saa ya mazoezi hataki kwenda. Dokta, nimueleweje? Sawa? Sikiliza mwingine. Anasema hivi, mume wangu wa zamani. Nilipokuwa mwembamba kabla sijapata mtoto, alinipenda sana, alinijali sana. Lakini baada ya kuzaa mtoto na mabadiliko yaliyotokea baada ya mimi kujifungua, nikamuona mwenzangu amekuwa baridi kwangu. Anaweka umbali kati yangu mimi na yeye. Baadaye kabisa akaanza kuwa mtu mwenye hasira kwangu. Nilipenda kuwa karibu na mume wangu, lakini naona kama vile alikuwa ananisukuma nikae mbali naye. Dokta,
nilianza kumwogopa. Hakutegemea kwamba nitamwacha, lakini uamuzi niliofanya kuachana naye ni uamuzi bora kabisa. Haya, huyu ni mwanamke anazungumzia swali la unene. Nataka nikuonyeshe jinsi gani kwamba kwa sababu gani unapokuwa una udhaifu katika eneo hilo ambalo nimelizungumza, halafu ukawa na udhaifu katika maeneo mengine. Kuna kitu nataka niongea hapa, nimekumbuka. Sawa, ngoja nimalizie hapa. Nasema hivi, tulipokuwa tumeenda honeymoon, baada ya mimi kuoana na mume wangu, tulikuwa honeymoon, tumefurahia honeymoon, lakini siku moja tulianza kujadili, je, ni kitu gani katika ndoa yetu hii mpya kinaweza kusababisha ndoa ivunjike? Mume wangu mpya akasema hivi, ukiongezeka unene kupita kiasi, kwa kweli mimi nitakuacha. Unaweza kuona mwanamume akamwambia hivi, hiyo wako kwenye honeymoon, ukiongezeka unene kupita kiasi nakuacha. Sasa huwezi ukaachwa ghafla, ataanza kuchepuka, ule uchepukaji ukikolea atakuacha. Naomba unisikilize kwa kumalizia. Unene ulionao mwanamke unaweza kumwathiri mwanaume huyo na asikwambie. Kwa hiyo basi, kama huna ufundi wa kutosha wa kumkoroga akili, asifocus, asiangalie zaidi mabadiliko ya mwili wako, ataangalia tu hilo moja tu la unene. Kwa sababu gani? Wanawake wengi hampendi mwanaume mfupi. Wanawake wengi hampendi mwanaume mfupi. Kama vile nyinyi wanawake msipopenda mwanamke mfupi, ndivyo hivyo wanaume hawapendi wanawake wanene. Hapo ni moja kwa moja, bao moja kwa moja. Kwa hiyo basi, uwe mwanaume mfupi au una kibamia, so, hivi vyote ni vipengele vya kuangalia ni jinsi gani utakuwa na mambo mengi ya kumkoroga huyu mwanamke. Sasa unaweza ukajiona mjanja, nimemnunulia mwanamke gari ya milioni 100, kila siku nampa 500,000 za kutumia tu, ukajiona mjanja. Eneo la pesa peke yake litazoeleka kwenye akili, itaonekana kama vile sio kitu. Anataka kitu kingine kipya ambacho atakumbuka. Hebu fikiria huyu dada, nisome tena message yake. Nisome message yake. Naomba usikilize message ya huyu dada. Yaani dokta, huyu mchepuko Alex, nimempa jina Alex, sio jina lake, anajua nini mwanamke anahitaji. Utampenda tu. Mara ya kwanza kabisa kukutana naye, wiki nzima nilikuwa nikimkumbuka, nacheka tu kama mjinga. Na ndio maana dokta, nafasi niliyompa huu mchepuko siwezi kufanya hivyo kwa yeyote daima. Nilikosea kweli kuchepuka, lakini nilichokutana nacho huko, toba yangu itachukua muda kwa kabisa kwake. Nasema toba yangu itachukua muda kabisa kwake. Yaani anaona kwamba hata Mungu naye asubiri kwanza, maana utamu si wa kawaida. Isn't it wonderful? Uwe na mwanamke ambaye anasema hivyo juu yako wewe. Isn't it wonderful? Uwe na mwanaume anasema juu yako, bwana kumbuka wewe sana, anaona utamu wako, yani hakuna mwingine tena kama wewe, hakuna mwenye utamu kama wewe. Kwa nini usingependelea kitu kama hicho kikawepo kwenye akili yako? Dada mmoja kutokea mkoa wa Kilimanjaro ambaye nilimtumia video za jinsi ya kumnogesha mwanaume anasema, dokta, mpaka ndugu zake wanafikiria nimemloga huyu mwanaume. Wanafikiria nimemloga. Yaani akizungumza nao lazima anitaje mimi. Tena kwa sifa, sio kwa mabaya. Anasema wanafikiria nimemloga. Yaani kidogo atakiongea kidogo atanitaja Margaret.
kidogo atanitaja Margaret, kidogo atalipata. Lazima kwenye mazungumzo ndugu zake anihusishe na mimi. Sasa eneo lile la kumbukumbu la hiko campus ambalo linaweka kumbukumbu, linaweka mafaili. Kwa kadri na hivyo kumbukumbu ya mambo mazuri yanapokuwa kubwa, kwa hiyo utajikuta tu haraka sana mawazo yake yanakwenda kwake. Haraka unamkumbuka, nimemisi. Haraka. Kuna maktaba ambayo ina faili za mazuri yako yote ambayo yanawekwa kwenye hiyo sehemu ya ubongo inaitwa hippocampus. Lakini ukiwa na vitu ambavyo ni vyenye udhaifu, mapungufu, vile vitu vinaonekana kama ni vitu vya hatari kama nilivyozungumza mwanzoni. Yaani